Hizi ni nondo za habari kutoka hapa Kemgongo TV na anayekuletea habari hizi ni mimi Olivia Moses. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linaendelea na uchunguzi wa tukio la kifo cha mwanaume mmoja aliyefahamika kwa jina la Gideon Mbwambo mwenye umri wa miaka 34. Tukio hilo limetokea tarehe 27 Januari 2026 katika nyumba ya kulala wageni maarufu kwa jina la Kisanga iliyopo mtaa wa Nguzo, kata ya Mazimbu, manispaa ya Morogoro. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Morogoro, Alex Mkama, marehemu alibainika kufariki dunia baada ya kuonekana kwa michirizi ya damu na maji yaliyokuwa yakitoka nje ya mlango wa chumba namba 106 alichokuwa amepanga. Baada ya mlango huo uliokuwa umefungwa kwa ndani kuvunjwa, marehemu alikutwa ndani ya chumba hiko akiwa amefariki dunia, akiwa na jeraha la kujikata koromeo la shingo pamoja na kitu chenye ncha kali kilichokutwa eneo la tukio. Jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi wa kina ili kubaini chanzo halisi cha tukio hilo na hatua zaidi zitachukuliwa kwa mujibu wa sheria. Kwa wingi wa habari hizi tembelea hapa Kemgongo TV. Mpaka wakati mwingine, asante. Ndugu wanahabari, ningependa kutoa ufafanuzi kwa umma kwa kuelezea tukio ambalo sio la kawaida lililotokea leo katika manispaa ya Morogoro kwa Morogoro. Sisi jeshi la polisi mkoa wa Morogoro tunafanya uchunguzi wa tukio la kifo cha Gideon Mbwambo mwenye umri wa miaka 34. Tukio hilo limetokea leo Januari 27 asubuhi katika nyumba ya kulala wageni maarufu kwa jina la Kisanga iliyopo mtaa wa Nguzo. Hii ni kata ya Mazimbu, manispaa ya Morogoro. Huyu marehemu alibainika kuwa amekufa baada ya michirizi ya damu na maji kutokeza nje ya mlango wa chumba namba 106 alichokuwa amepanga tangu siku ya jana 26 Januari mwaka huu. Baada ya kuvunjwa kwa mlango uliofungwa kwa minajili ya uchunguzi, kwa ndani ilibainika kuwa amekufa akiwa na jeraha la kujikata koromeo eneo la shingo kwa kitu chenye makali. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa marehemu amejiua kwa kutumia kifaa chenye makali akiwa katika hali ya ulevi. Uchunguzi zaidi unaendelea. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wamiliki wa nyumba za kulala wageni kufuata taratibu zote za kuwatambua wageni wanaolala katika nyumba hizo, ili inapotokea changamoto kama hii iwe ni rahisi kuweza kuwatambua, kuwabaini na kurahisisha kutambulika kwa mwili wa marehemu. Asante. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.